kutoka eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaeleza kuwa vikosi vya jeshi la serikali FARDC kwa kushirikiana na wapiganaji wa Wazalendo vimedai kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa katika wilaya ya Kale mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa hizo, maeneo yaliyotajwa ni Chambombo, Nyawarongo, Nyamugari, Mwami Ichwi. Inaelezwa kuwa operesheni hizo zilifanyika baada ya mapambano makali zaidi ya waasi wa M23, huku vikosi vya FARDC na Wazalendo vikidai kupata mafanikio na kurejesha maeneo ya silaha wakati wa mapigano. Aidha, taarifa hizo zinadai kuwa baadhi ya vijana waliokuwa ndani ya makundi ya waasi walikimbia na kujisalimisha kwa jeshi la serikali. Hata hivyo, pia kumekuwa na hasara kwa pande zote, ikiwemo vifo na majeruhi miongoni mwa wapiganaji. Pamoja na madai hayo, hali ya usalama katika eneo hilo bado inaelezwa kuwa tete, huku mapambano yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kumeripotiwa na matukio kadhaa ya kusikitisha ya ukatili yaliyozua hofu na taharuki kwa wananchi. Katika mji wa Bunia, watu wasiopungua 4 wamepoteza maisha na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya tukio la kufyatua risasi. Kwa mujibu wa taarifa za awali, tukio hilo linadaiwa kuhusisha askari mmoja wa jeshi la FARDC, ambapo chanzo cha tukio kinahusishwa na mgogoro wa kibinafsi wa kimahusiano. Un militaire, à cause de la jalousie, sango ya koyeba ke makangu mwasi te me makangu aza kobimana mobali mosusu à réagir, à agir. Voilà les conséquences. Abeti mwasi masasi, abeti moninga ya mwasi masasi oyo azali na hôpital na urgence, on ne sait pas soka kobika to te. Abeti mwana oyo ya muke, mwana ya 10 ans masasi, et puis si mami bomi peye moko. Voilà ce qui s'est passé. Wakazi wa eneo hilo wamelahani tukio hilo na kuomba hatua kali zichukuliwe ili kuhakikisha haki inatendeka. Katika eneo la Kavumu, mkoa wa Kivu Kusini, kijana mmoja ameripotiwa kuwaua mke wake na watoto wake kwa kutumia silaha za jadi, kisha kuwajeruhi majirani waliokuwa wakijaribu kuingilia kati. Wananchi wa eneo hilo wamesema wameshtushwa na tukio hilo na wanaitaka serikali kuimarisha ulinzi na usalama wa raia. Doki anaua 4 personnes. Anaua 3 personnes. Na yeye kisha bampiga vile masasi. Basoda banje bampiga masasi. Kotea nini hapa kufika hapa Kurema Plaza. Kwa hivyo mtoka kupita ba 20h hapa. Njoo hapa tushi sema ku morgue tuna deposit koro yenyewe. Katika eneo la Kavimvira wilayani Uvira, mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka takriban 68 anashikiliwa na mamlaka kwa tuhuma za mauaji ya mtoto mchanga wa miezi 3. Tukio hilo limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi ambao sasa wanataka serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wahusika wa matukio ya ukatili. Matukio hayo matatu yanaendelea kuonesha changamoto za kiusalama katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku wananchi wakitoa wito wa kuimarishwa kwa ulinzi na kufanyika kwa uchunguzi wa kina ili haki itendeke. Kikosi cha Wazalendo kinachojulikana kama VDP, Wazalendo Front Grand Nord, kimeamuriwa kuondoka ndani ya muda wa masaa 48 katika mkoa wa Ituri, hususan katika eneo la Mambasa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wao John Mangaiko, uamuzi huo umechukuliwa na mamlaka za kisiasa na kijeshi licha ya juhudi za kikosi hicho katika ufuatiliaji na kupambana na wapiganaji wa ADF NALU wanaotuhumiwa kuhusika na vitendo vya mauaji
na mateso dhidi ya raia katika eneo hilo. Taarifa zinaeleza kuwa operesheni hizo zilifanyika katika kijiji cha Mustacha kilichopo katika wilaya ya Mombasa, ambapo wapiganaji hao wa wazalendo walikuwa wakijaribu kudhibiti hali ya usalama dhidi ya makundi yenye silaha. Hata hivyo, baada ya agizo hilo, kikosi hicho tayari kimeondoka katika mkoa wa Ituri na kwa sasa kinaripotiwa kuwepo katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Hali hii inaibua maswali miongoni mwa wananchi kuhusu juhudi za kurejesha usalama katika maeneo yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutokana na makundi yenye silaha. Ici, ce sont les éléments de la synergie Front-Grand Nord qui ont été expulsés de la province de l'Itour après avoir reconquis Muchacha, mais pour récompensation, ils ont été expulsés par les autorités de la province de l'Ituri. Ils sont là, ils viennent d'arriver au Nord Kivu, et les voilà. Merci, Dieu merci, et ils sont déjà dans la province. Walimu wanaofanya kazi katika sekta ya Kifara iliyopo katika wilaya ya Kasenga wanakabiliwa na hali ngumu baada ya kukaa kwa zaidi ya miezi miwili bila kupokea mishahara yao. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, walimu hao hawajalipwa tangu mwezi Februari, hali ambayo imesababisha mrundikano wa madeni ya mishahara. Hali hii inaathiri kwa kiasi kikubwa mwenendo wa masomo katika eneo hilo la vijijini ambalo tayari linakumbwa na changamoto nyingi katika sekta ya elimu. Baadhi ya wadau wa elimu wameeleza wasiwasi wao wakisema kuwa kucheleweshwa kwa mishahara kunaweza kusababisha kuvurugika kwa masomo na kushuka kwa ubora wa elimu iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Walimu wao sasa wanatoa wito kwa mamlaka husika kuingilia kati ili kuhakikisha wanalipwa stahiki zao na kurejesha hali ya kawaida ya ufundishaji shuleni. République démocratique du Congo, province d'Haut-Katanga, territoire de Kasenga, secteur Kafira, comité des enseignants. Objet et revendication des enseignants. Au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et à la nouvelle citoyenneté à Kinshasa. Nous, enseignants du secteur Kafira, nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer notre profonde préoccupation et notre indignation face à la situation déplorable dans laquelle nous trouvons nos salaires. Depuis le mois de février, nous n'avons pas reçu nos salaires, ce qui est inconcevable. En tant qu'enseignants, nous sommes les piliers de l'éducation du pays. Nous travaillons dur pour former les futures générations, mais nous ne pouvons pas continuer à œuvrer sans être rémunérés. Nos familles souffrent de cette situation. Nous avons réclamé à plusieurs reprises, mais sans succès. C'est pourquoi nous décidons de prendre les choses en main et d'aller en grève à partir de ce lundi 13 avril 2026 jusqu'à la réception de nos salaires. Nous demandons au gouvernement central une solution immédiate. Nous lançons un message à tous les chevaliers de la craie du territoire à se joindre à cette grève pour défendre nos droits et nos intérêts. Que vive la RDC, que vive l'éducation, que vivent les enseignants, nous vous remercions.